kule inaitwa World Bank. Sijui kama professor ulimanage kufika hapo. Ukaangalia kule kulienda Mheshimiwa Spika. So Mheshimiwa Spika, mimi kuna kitu inanishangaza kidogo, nilikuwa nataka nijue huyu Sifuna na ni nini ambayo inafanyika ndani ya ODM Mheshimiwa Spika. Na huyu Sifuna wao wakiwa na wanga kule town, sababu niliwaona Mheshimiwa Spika kule town wakaongea kivua zile anniversary ya 20 years ya ODM na Mheshimiwa Spika, na nikaona mmoja kwa moja wote wakaminika mpaka kule World Bank, ukiwa na ule ambassador wa France ama wapi? Kulikuwa na ambassador wa France pale nafikiri. Ni ambassador wa France hapa. Sio kule. So Mheshimiwa Spika, ile kitu ambacho niliona pale ni kwamba Sifuna alisimama akasema hapa sijui Ruto ama ni vipi, mlisikia ama? Na Mheshimiwa Spika Junet naye akasimama akamwambia huyu ambaye alikuwa hapa ametoka, yeye kama hajui Ruto, yeye aenda amuulize ule wa Mchomba wanatembea naye huko, amuulize wa Mchomba, sababu yeye kama anajua Mchomba amuulize wa Mchomba huko. So Mheshimiwa Spika, mimi nataka tuulizane tu hapa ndani ya ODM. Baba amepanga, kuna watu wako kwa serikali, kuna watu wako nje. Baba ni kama ama nini ambayo inaendelea ndani ya ODM? Ama huyu Sifuna Mheshimiwa Spika? Na Wanga ni chairman wa ODM Mheshimiwa Spika. Na tumeona akasema wao wako ndani ya nini? Ya broad based. Mwenye huyu ambaye anaitwa ni Junet. Mheshimiwa hata CS nafikiri Mheshimiwa Joe alikuwa hapo katika hiyo mkutano. Na Mheshimiwa Joe akasema kama baba amesema kwamba wao kwa broad based, nani wakufanya nini? Wakupinga. So mimi nataka nijaribu kujua huyu Sifuna anaongea hivyo, anaongea tena namuona amekuja hapa na ndio Secretary General. Anakula, wajua Secretary General wa ODM anakula pesa ngapi? Wajua kuna wengine labda hajui. Mheshimiwa unajua wewe John? Kidogo umekaa kwa siasa. Anakula pesa ngapi? Usema anakula pesa nyingi. Anakula pesa ngapi? 600,000. Asante, hebu Kajuangi saidia tu kidogo. Najua wewe umesema pesa nyingi. Kajuangi hajui. 600,000 Every month. Asante. So, umesikia ngapi? Secretary General wa ODM anapeleka kila mwezi kifika tu anapata 600,000. Wachana sasa yake ya useneta, wachana yake ya allowance 600,000. So, Mheshimiwa Spika, nimejaribu kuileta hii ndio kama itapita ama mheshimiwa anaweza ichangia. Tujaribu kuangalia hii siasa mheshimiwa. Nani anachezea mwingine Mheshimiwa Spika? Ni Ruto akae chonjo. Sababu Mheshimiwa Spika aliongea hiyo na akakashifua kule Kakamega, baba akasimama akasema Sifuna ni wangu, sijui nini Mheshimiwa Spika. So nafikiri TJ Kajuangi hapa ndio nafaa utueleze hapa vizuri. Ni nini ambayo iko hapa ndani ya ODM? Ama baba amevaa koti mbili. Baba ako kwa Ruto ki step ama ni nini Mheshimiwa Spika? So nafikiri hiyo ndio mada ya kwanza Mheshimiwa Spika. Mheshimiwa Spika, mada nyingine ya pili ama wacha kidogo nikiona kama haijaguzwa naweza rudi kwa floor. Asante sana Mheshimiwa Spika. Asante sana Mr. Speaker. Mada yangu ni kwamba mimi nataka tuchimbe kwa undani hii mambo ya rais wetu William Ruto kuita mikutano State House katika ngome za ligiji ama opposition. Tunavyoongea sasa hii kaunti zote za mlima Ruto ameita watu 5,500 na State House. Ilikuwa nataka tuangalie hii kuita hao watu State House itaweza kumsaidia 2027, na kama itaweza kumsaidia itamsaidia na njia gani? Hiyo ndio mada yangu. Jambo wanabunge, majina Joshua Dida. Mimi kwa mada sijui kama ilikuwa imeguzwa kule nyuma, kama sipo. Mimi swali langu ni je, juzi nimeona Gachagua amesimama
akaenda kule nyumbani akasema ameenda kuchukua baraka, anataka kusimama, anaenda kusimama urais, na Kalonzo yuko pale. Wacha niachane na Matiang'i na wengine. Kalonzo yuko pale na wale wanasema United Opposition. Je, kama Gachagua atasimama urais, Kalonzo yuko wapi? Hiyo ndio swali langu. Okay. Asante sana Spika kwa kunipa nafasi. Kama tumeanza kuchangia ama bado. So ni hoja natoa ya kwamba Mheshimiwa Kalonzo amealikwa. Kwanza kabisa nasema tarehe 20 kutakuwa na anniversary ya ODM. Na hii anniversary imealika watu ambao walianza 2005 katika ODM wakati ilianza. Imesemekana wale ambao wamealikwa ni wale ambao ni former ambao walikuwa wako ambao walianza ODM, na Kalonzo inaonekana ni mmoja wao ambao walikuwa wameanza ODM na ikawanyika 2007. Kalonzo akakuwa na ODM Kenya na ODM ikapaki na chungwa. Kutakuwa na Kalonzo amealikwa, Mudavadi, hata Rais William Ruto atakuwa katika hiyo anniversary. Na kutakuwa na timu ambazo zimealikwa ikiwa Sabana ikiwa moja yao, kuna Gor Mahia, kuna Bandari na kuna FC Leopards. Watakuwa na tournament ya kuwania hapo kwa hiyo siku. Je, mimi swali langu kubwa Mr. Speaker ni nauliza, je, hii mkutano kama Kalonzo atakuwa na attend, hivyo ni kutuonyesha ya kwamba ako karibu na serikali, ako na mwendo ya kuelekea kwa serikali, ama hivyo ndio atakuwa amenunuliwa tayari kama atatenda? Hiyo ndio naomba tuchangie. Habari zenu wanabunge. Nzuri profesa. Kwa kweli ndugu yangu ameleta mada kuhusu kina Sifuna, walikuwa wamekuja kusherekea miaka 20 ya ODM ndani ya Mombasa. Walipotoka pale wakaenda zao Miritini. Lakini jambo la kunitamausha mimi kwa wakazi wa Pwani kwa jumla kusherekea kwa ODM, sioni mimi sababu ya wao kusherekea ODM ndani ya Pwani, kwa sababu Raila kila anaposhindwa huingia kwa serikali na maendeleo upeleka Luo Nyanza. Lakini Mombasa bado ni sehemu maskini vile vile, hatujawahi kuona Raila akitetea shida za wakazi wa Pwani hata siku moja. Bado. Sasa ndio matatizo ya viongozi tulionao ndani ya Mombasa. Na Raila kila akijapa baada ya election anatuambia tatizo la Pwani ni nini? Ardhi. Ipi Raila ametetea ardhi hapa Pwani? Sasa kumaanisha wabunge wa Pwani ni mazuzu, kwa chama chao ni mazuzu. Kwa hivyo hii ndio shida ambayo tuko nayo. Na yale anayofanya Sifuna, aliyozungumza Sifuna, mimi namuunga mkono ndugu yangu. Sifuna mimi namuunga mkono kwa sababu Sifuna ni mzungumzaji wa chama cha ODM. Kwanza alikuwako anawaeka alati wale wanaomkejeli Mheshimiwa Gavana Abdul Swamad kama vile Speaker wa Mombasa County na timu yake MMCA. Yale aliyozungumza alisema kwanza yeye Mheshimiwa Abdul Swamad ni bosi wake. Huwezi kumdharau nani? Bosi. Lakini pia mmesahau kama Raila wanacheza karata hii na kula, hii haikuli. Raila anacheza karata hii na kula, hii haikuli. Kwa sababu kule kwa Ruto wajua hakuna mashiko. Ndio maana Raila na kama angekuwa ni mtu mwingine ingekuwa kwa ashamuondosha Sifuna. Nyinyi angalieni dada yetu Esha Juma. Alipoanza mgogoro tu kwa ODM, aliambiwa nini? Mara waitwa kwa komiti ya chama. Huyu mbona hajaitwa kwa komiti ya chama? Kwa hivyo Sifuna ni Raila. Na Raila hataki kujitokeza. Ajua ukiwa na nyoka mweusi, alafu uje muone nyoka ni yule yule. Kwa hivyo Raila anamchezea Ruto, mimi niliwaambia. Na siku ikifika Raila atakuja mshika Kalonzo mkono kwamba Kalonzo
tosha. Pili, masala ya Rais William Ruto kuita wananchi ndani ya Ikulu, watu wanaenda kukomba Ikulu kwa sababu Mheshimiwa Rigathi Gachagua alituambia kule Ikulu kuna kontena ya pesa. Sasa vipi mnashangaa ndugu yangu? Hakuna anayekwenda kule Ikulu akatoka kitupu. Wewe enda kwa mganga usipeleke kitu? Waweza kwenda kwa mganga bila kupeleka kuku? Ule kuku utapewa? Kuku atabaki na nani? Na mganga. Kwa hivyo Ruto aenda pale kuhonga wananchi, angaa na yeye apate kuishi. Kwa sababu leo Ruto akasimama uwanjani kama hapa na hakikishia hakuna atakachozungumza, ni one term. Kila analosema tu ni one term. Sasa aona afadhali ayazungumzia wapi? Ikulu. Na hivi tueleka wazi kwamba umeona hata kuna baadhi ya wabunge MCA wameenda kule, hawakwenda Ikulu. Kuna kule wa Mount Kenya hawakwenda, baadhi yao walikwenda 5, kule Western wengine wakwambia wao kuna nani? Na Matiang'i hawakwenda, waliokwenda wale nominated wa chama. Kwa hivyo pia tunawaambia nyinyi mngekwenda nyote, si ile pesa ni yenu. Ile pesa si ya Ruto boss. Kontena iko pale aishi. Lakini ajabu, yeye anaunga raia na huku raia yuumia kimatibabu. Huku raia yuumia kimasomo, elimu. Sasa rais hatujui elimu ambayo anatuwekea sisi wa Kenya ni elimu aina gani? Kwa sababu mimi nasema siku zote elimu ya Kenya haina mashiko. Tuna mainjinia lakini ni mainjinia majina, lakini ukamwambia injinia atengeze barabara hatengezi Kenya. Ukamwambia injinia wewe nitengeze wheelbarrow, hana elimu hiyo, ni elimu ya kusomea kwa makaratasi. Hata baba yetu ama babu yetu ni injinia. Babu yetu ni injinia, lakini sijui ni injinia wa kutengeneza barabara gani. Honda. Baada ya ningejua atasema na injinia Honda. Pili, mimi nikimalizia ndugu zangu, nitaka kuchukua muda mrefu kuhusu masala ya Kalonzo kuitwa na yani wale waliounda ODM. ODM ina wenyewe boss. Hata Kalonzo kama kweli anajua yeye yake ni ODM Kenya, asiende. Kwa sababu akaenda pale kama kwenda kukejeliwa. Na hili ni njia mojawapo ya kumvuta Mheshimiwa Kalonzo. Lakini Mheshimiwa Kalonzo washajua kwamba kuna kura milioni 8 kutoka wapi? Mount Kenya, ambazo Rigathi Gachagua anazisanya. Na ndipo tunasema wale wote walikuwa ambao katika muungano wa upinzani, nafikiri Mheshimiwa Rigathi Gachagua aliwaambia kila mmoja atoke akasanye nini? Kura. Na sio hadi Rigathi Gachagua atakuwa rais, hapana. Ile kusema ni best tu wa makuzungumzo, lakini anasanya kura ambazo atampelekea Mheshimiwa Kalonzo Musyoka saa 2. Bendera tunasipeperusha barabarani. Kalonzo Musyoka tosha. Shukrani sana. Asante sana Mheshimiwa Spika. Kwanza nasema asante kwa wajumbe waliofika katika bunge hili leo. Mr. Speaker, iko sawa. Mr. Speaker, mada ya ODM, Sifuna, Raila, Gladys Wanga, UNED. Remember Mr. Speaker, wote ni familia moja. Na katika familia waga kuna divergent opinion. Na kama you cannot accommodate divergent opinion katika familia, then utasambaratisha familia hiyo. And that's why Sifuna anaongea maoni yake, Gladys anaongea maoni yake, UNED anawaambia maoni yake. Hiyo ndio inaonyesha ya kwamba demokrasi iko kwa chama cha ODM. Kila siku mnalalamika hapa, mnasema ati ODM haina demokrasi. Saa hii mliona demokrasi ndani ya ODM
mna read tofauti, mnasoma kivingine. Mr. Speaker, ODM ni chama kikuu hapa nchini and is the most oldest that exists party in this country. Mr. Speaker, ODM haina mpaka, manake iko na wajumbe Kenya nzima. Hakuna kabila ambayo iko nje ya ODM. Iko kama hakuna, basi ni wale wamedefect, manake walikuwa na wakadefect. Hata Fara Maalim amekuwa mjumbe wa ODM, unakataa nini? Mimi nawaambia kitu, najua mnasema nini. Mheshimiwa Speaker, pole sana kwa kubishana na watu ambaye pengine hawajielewi. Mr. Speaker, Mr. Speaker, hii maneno ya kualika kwa Kalonzo na wale wengine kuja kwa anniversary wa ODM ya 20th, hiyo si shida. Kwa ODM Kalonzo alikuwa ameparticipate wakati wa kuundwa, na watu wa ODM walipokaa chini wakasema wote wataita wale waanzilishi wa ODM, akiwemo Mheshimiwa William Ruto, Kalonzo Musyoka, pole marehemu ya dono kama yuko hai, Joe Nyaga, Balala, Charity Ngilu na wengineo. Kwa hivyo wale ni wageni wa ODM, haimaanishi wanakuja kujoin chama cha ODM. Mgeni akija kwako si ati anakuja kuchukua wadhifa wako ndani ya boma. Mko na wasiwasi gani? Hao ni wageni wamealikwa, wamesema tutawaalika. Hivi sasa tuko hapa, kuna watu wa mrengo wa Wiper, kuna watu wa mrengo wa ODM, na sote tunazungumza kama pamoja. Kwa nini wale wakikaa pamoja mnasoma tofauti? Mr. Speaker, wale ambao hawataki wakose wasikuje, na wale ambao wako na raha waje tujumuike pamoja, tusherekee miaka 20 ya chama cha ODM. Na siku hiyo mgeni mkubwa sana atakuwa His Excellency, si mwingine ni President William Samoei Ruto. Karibuni, na wabunge nyinyi nyote pia